Katika miaka minne ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuna jumla ya miradi 13 ambayo yenye thamani ya shilingi bilioni 527,751.1, ikiwa ni jumla ya kilomita 612.4 na daraja moja ikiwa limetekelezwa lenye urefu wa mita 10, na ujenzi wa kituo cha mizani ambacho kinaendelea kujengwa sasa hivi. Tuna miradi iliyokamilika na miradi ambayo inaendelea. Tuna miradi 7 ambayo kimsingi ina thamani ya shilingi bilioni 488.15 ambayo imekamilika, ni sawa sawa na 92.5 ya ahadi ya Mheshimiwa Rais imekamilika. Na miradi 6 yenye thamani ya shilingi bilioni 39,598 ni ahadi inaendelewa katika hatua mbalimbali za ujenzi. Tuna ujenzi au ukarabati wa kiwanja cha ndege unatekelezwa na mkandarasi anaitwa Beijing Engineering Group, ukiwa na thamani ya bilioni 27.9 na uko 97% mpaka sasa. Mhandisi mshauri anaitwa Hatibu Andalami Engineering ndo anayesimamia kazi hii. Msimamizi huyu anasimamia ujenzi wa uwanja wa ndege wa Tabora na Kigoma pia. Tuna mkataba ambao ni uboreshaji wa uwanja wa ndege ambao pia ulihusisha ujenzi wa jengo la abiria ambalo lina uwezo wa kuchukua abiria 120 kwa wakati mmoja, na parking ambayo inaweza kupaki magari 54 kwa wakati mmoja. Katika ujenzi huo pia ulihusisha ujenzi wa uzio wa uwanja wa ndege wenye urefu wa kilomita 6.25 ambao pia na wenyewe umetekelezwa, na barabara za maingilio kuingia pale kwenye jengo la abiria na kutokea zina urefu wa mita 375 ambazo kimsingi zimetekelezwa. Mradi mwingine ambao unaendelea ni mradi wa usanifu wa barabara ya Puge Ziba Choma. Anafanya feasibility study na detailed design ambao gharama yake ni milioni 494 na una kilomita 109. Mpaka sasa una 75% ya utekelezaji na unasimamiwa na timu ya wahandisi kutoka Tabora TECU. Na ujenzi wa barabara kiwango cha lami Tabora Mambali Tobo umepangwa kufanyika katika mwaka wa fedha tulionao, ambao pia utakuwa una kipande kidogo tu ambacho ni cha mita 300. Mkandarasi anaitwa Salum Motors Limited, kazi haijaanza. Kwa ujumla wake ukizijumlisha utaona jumla ya gharama ambazo miradi inaendelea ni bilioni 39,598. Kimsingi mpaka sasa hivi miradi ipo inaendelea, iko hatua za mwisho na nyingine bado haijaanza. Pia tuna miradi ambayo imeshatekelezeka na kukamilika. Kuna jumla ya kilomita 338.8 kwenye miradi 7 ambayo kwa wastani gharama iliyotumika kulipa ni bilioni 488.15, zidi ya 100% ilikuwa imepangwa kama ifuatavyo. Barabara ya Nyaua Chaya kilomita 85.4 ilishakamilika kwa gharama ya bilioni 117.9. Kuna Usesero Kamanga ilishakamilika kwa bilioni 158.8. Kuna barabara ya Komanga Kasinde ambao kwa Tabora tuna kipande cha kilomita 108 pia kama cha awali, jumla ni bilioni 140.02. Pia tulikuwa na ujenzi wa Kazirambwa Chagu wenye kilomita 36 na baadaye pia iliongezeka kilomita 7.4 kuunga vijiji ambavyo vilikuwa vimeachwa pembeni baada ya ujenzi wa barabara ya lami ambayo inaitwa Usinge Ugansa. Mradi huu ulikuwa na jumla ya gharama ya bilioni 48.6 na ulisimamiwa na TECU Tabora. Kuna ujenzi pia uliokamilika wa kilomita 1 unaitwa Mambali Bukene Itobo. Mkandarasi alikuwa Salum Motors Limited kwa shilingi bilioni 1 na milioni 520. Msimamizi alikuwa ni TECU Tabora. Ujenzi wa mizani ya Kizengi, mkandarasi alikuwa anaitwa China Ui, gharama yake ilikuwa bilioni 15.05. Msimamizi alikuwa ni TECU na kazi hiyo mpaka sasa hivi imeshakamilika, iko 95%. Kuna ujenzi wa Ipole Rungwa, daraja lenye mita 10 na barabara maingilio ambayo inaitwa approach road ambayo ina mita 400. Gharama yake ilikuwa bilioni 1,650. Kazi hii imeshakamilika na zaidi ya 93% zidi ya 100. Kuna baadhi ya item bado hazijakamilika ambazo ni protection na kuweka road marking. Sambamba na hilo, kwa kujali
maslahi mapana ya taifa katika miradi hii yote katika miaka minne. Wakandarasi wazawa ndio waliotekeleza miradi yote hii ambayo ni ya matengenezo, ambayo tumeona kwamba kwenye fedha za matengenezo kuna bilioni 133, kwenye fedha za maendeleo kuna bilioni 16. Hizi zimefanyika na wakandarasi wazawa bila kuhusisha wageni. Na hii ambayo ilihusisha wageni, kulikuwa na asilimia kubwa ya wazawa waliajiriwa pale kwenye fani mbalimbali. Kulikuwa na fani za wataalamu, kulikuwa na fani za vibarua. Wengi walikuwa wanachukuliwa. Kwa mfano, asilimia 90 ya wafanyakazi ambao wapo 95 kwenye ujenzi wa uwanja wa ndege pale walikuwa ni wazawa, huku asilimia 5 walikuwa ni wageni ambao kwenye nafasi mbalimbali. Sambamba na hilo, kulikuwa na ushirikishwaji wa kina mama, yani wanawake kwenye miradi. Kwa hiyo unakuta pia wapo walikuwa wakifanya kazi hizi za miradi kutegemeana na aina ya kazi ambazo wanazifanya. Nichukue nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa Rais wa nchi Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuachilia fedha nyingi ambazo alizielekeza katika ujenzi wa miundombinu ya barabara na viwanja vya ndege mkoani Tabora, ambayo ni zaidi ya bilioni 600 katika kipindi chake hicho. Kimsingi tunamshukuru sana kama wakala wa barabara kutuwezesha kufanya hilo, na sisi pia tunashukuru kwa fursa hiyo, na pia tunamwahidi kwamba tumesimamia kazi hizo vizuri na tutaendelea kusimamia kazi hizo kwa weledi zaidi ili kuhakikisha tunasonga mbele. Faida mojawapo ya ujenzi au utekelezaji wa miradi hiyo ni kurahisisha usafirishaji wa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ikiwa ni pamoja na kukuza uchumi na utalii katika nchi. Kwa hiyo utekelezaji wa uwanja wa ndege huu umetoa fursa ya ukuzaji uchumi kwa kurahisisha usafiri. Maana yake kutakuwa na usafiri wa uhakika, kwamba mtu anaweza kutoka Dar es Salaam akatua Tabora kufanya shughuli zake na akarudi Dar es Salaam siku hiyo hiyo baada ya kuboresha haya mazingira. Kwa hiyo kutakuwa na kukuza utalii na uchumi wa mkoa na taifa kwa ujumla.